Unaona sasa kwamba unapokuwa unazistudy hizi news lazima uwe kwenye tarehe, uhakikishe tarehe, uhakikishe muda, ni muda gani news itatoka, kwa sababu muda wa news ndio muda wa tukio lenyewe. Kama kupanda au kushuka kwa bei ndio muda huu itakapotangazwa. Currency inahusu currency gani, na ukijua tu currency maana yake utajua ni nchi gani, kwa sababu kila currency ina nchi yake. Kwa kama ni euro utajua inahusu Ulaya kwa ujumla wake. Kama ni GBP ni paundi ya Uingereza. Kama ni Audi Australian dollar, kama ni JPY Japanese yen, kwa unajua kwamba hii inahusu nchi gani. Lakini kitu muhimu sasa ni hizi news, ndio nilikuwa nakuelezea hapa kwamba hizi news zinakuwa ndo haya majina yaliyoandikwa hapa ndo news zenyewe. Ni news gani, inahusu nini na inafanya kazi gani? Kwa katika news zote, news zenye umuhimu ni hizi zenye rangi nyekundu. Ndio tuanze sana hizi za hii CPI ni Consumer Price Index, na in short hautakiwi hata yani sio muhimu sana kujua kwamba hii CPI ni nini, inafanya nini, si trade index ni news gani na inafanya nini, si core machinery orders ni news gani na inafanya nini. Sio muhimu sana ukajua hizo, ila ukijua hizo ni advantage pia. Ila kwenye hizi nyekundu hizi ambazo zina umuhimu, ni muhimu ukajua hizi news zake hizi ni nini. Sasa tuanze na hizi FOMC hizi zote hizi ni news zinazohusu benki kuu ya Marekani. Benki kuu ya Marekani, benki kuu ya Marekani ina jina lake, inaitwa Federal Reserve, kama ambavyo benki kuu ya Tanzania inaitwa BOT. Tupo sawa sawa hapo? Unanisikia? Benki kuu ya Marekani inaitwa Federal Reserve. Nakusikia. Sasa hizi news zote za FOMC, hii inamaanisha Federal Reserve Meeting Committee. Yaani kuna vikao huwa wanakaa kwenye Federal Reserve, wanakaa ambavyo wanadiskasi kwamba uchumi wanataka upeleke wapi. Umeelewa? Kama ambavyo hata Tanzania hapa benki kuu, sio tu kwamba benki kuu inafanya kazi zake muhimu sana, na benki kuu ni kitu muhimu sana kwenye kutrade mwanangu. Benki kuu katika pair ambazo utakuwa unazitrade, kama una trade paundi, maana yake benki kuu ya Uingereza ni muhimu sana kwako, kwa sababu ndo yani mambo ya hela yanahusika na benki kuu. Mambo ya thamani ya pesa ni benki kuu ndo ana mamlaka, ama yeye ndo ana uwezo, amepewa nguvu ya kuweza kuhakikisha kwamba pesa haishuki thamani na pesa yani haitoki nje ya mipangilio ya nchi. Ni benki kuu. Hata tu katika nchi ya Tanzania hapa, benki kuu ndo huwa wanaopanga bajeti, ndo benki kuu ndo huwa ambao wanapanga reti ya riba. Mtu akikopa anatakiwa arudishe kiasi gani kwa hesabu zipi, hiyo inapangwa na benki kuu. Sasa katika nchi za wenzetu zilizoendelea, ambapo ndo tuna trade hela zao hizo, benki kuu yani ni muhimu na inafanya kazi nyeti, tofauti na unavyoichukulia labda BOT hapa Tanzania. Na kitu kimoja ambacho wao wanakifanya wenyewe benki kuu ni kwamba kama kwa mfano ikitokea situation kwamba labda pesa ya nchi inashuka thamani, maanake hiyo ni mbaya kwa nchi, haitakiwi pesa ya nchi ishuke thamani. Kwa hiyo nani anayefanya kazi ya kuhakikisha kwamba pesa ya nchi haishuki thamani, haipotezi thamani yake? Ndio huyo anaitwa benki kuu. Yeye ndo kazi yake hiyo, kuangalia kwamba pesa ya nchi haishuki thamani, yani ikapotea kabisa. Kama unavyosikiaga kwamba Zimbabwe hela yao ilishuka thamani, ikawa mtu kwenda kununua mkate tu unaenda na mahela mengi. Umeona? Sasa hiyo kazi ya kuweza kumanage ili thamani zishuke sana inafanywaga na benki kuu. Benki kuu ndo anayepanga rate ya riba, na riba ni kitu muhimu kishenzi kwenye kutrade. Riba hizi, kwa sababu riba kama ikitolewa, labda mtu ukikopa 100,000 unatakiwa urudishe 120,000 kwenye benki yako au kwenye sijui vikoba nini, ila hiyo
huo mfumo unatoka kwa benki kuu. Benki kuu ndio anayepanga, kwa sababu benki zote za kibiashara hizi zinaweka reserve yao kwenye benki kuu, alafu zinapangiwa na benki kuu kwamba mtakopesha watu kwa riba kiasi fulani. Sasa hii waga sio kwamba imekaa moja kwa moja, waga inabadilika, inapanda na kushuka. Kwa hiyo benki kuu wanaweza wakakaa labda hata miezi 6 wakaona kwamba vitu vinapanda sana bei, inaitwa mfumuko wa bei, na huo ndo kazi yao nyingine hiyo, kuhakikisha kwamba wanatakiwa wamlinde mtumiaji na mfanyabiashara, yaani mtu anayeuza bidhaa na mtu anayenunua bidhaa wanalindwa na benki kuu. Unanisikia? Nakusikia. Ehe, Nakusikia. ya sawa. Sasa mtu anayenunua bidhaa na mtu anayeuza bidhaa waga analindwa na benki kuu, ndo kazi yake benki kuu kuhakikisha kwamba watu wanaonunua bidhaa wananunua kwa bei ambayo ni fair, hawaibiwi wala hawauziwi vitu ambavyo ni tofauti na bei iliyopo. Na wenyewe sio kwamba wanafanya hivyo kama vile serikali inavyoamua labda kuwatafuta watu wanaoficha sukari, sio kwenda na migambo, sio na polisi. Benki kuu wenyewe wanafanya hivyo kwa kutumia kitu kinachoitwa riba. Sio, unaelewa? Ndio maana riba ni kitu. Huku chati na huku naiona chati huku. Unaiona chati? Naona chati, sioni kwenye Forex Fund. Ngoja naishare hapo sasa hivi. Hapo unaiona? Bado. Hapo naiona hapo. Haya, umeziona hizi news zenye rangi nyekundu hizi? Nimeziona. Ndo hizo ndo nilikuwa nazizungumzia sasa hapa. Hizi zote zinatokana na benki kuu ya Marekani. Hizi zote hizi news 4 ambazo zina umuhimu kwelikweli, yani hizi umeziona Sasa hizi zinatokana na benki kuu ya Marekani, na ndio maana nikawa nakuelezea hapa kwamba kazi ya benki kwenye masuala ya trading, benki kuu, sio benki, kila benki. Achana na hizi benki za kibiashara, hizi zina trade kama watu wengine wanavyo trade, ila benki kuu yeye, kwa sababu kazi yake ni kumanage uchumi wa nchi. Kila benki kuu katika kila nchi kazi yake ni kuhakikisha kwamba ina manage uchumi wa nchi, uchumi unakuwa, alafu pia uchumi haushuki, alafu pia haitokei mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei ni bidhaa zinapanda bei, alafu wananchi wanakuwa hawana uwezo wa kununua zile bidhaa. Hiyo inaitwa mfumuko wa bei. Hiyo inadhibitiwa na benki kuu. Alafu pia kazi yao nyingine ni kudhibiti mfumuko wa bei, unaitwa inflation. Bei ikiwa bidhaa zinapanda sana bei, waga inatokea hiyo hata Tanzania hapa, kila bidhaa inapanda bei. Alafu kuna kinyume chake inaitwa deflation, bidhaa zinashuka sana bei na wananchi wanakuwa wana hela nyingi mifukoni, wananunua, yani bidhaa zimeshuka sana bei na wananchi wana hela. Sasa hizo situation mbili hazitakiwi kabisa katika nchi yoyote ile. Inflation ama deflation ikizidi, waga ni tatizo kubwa sana, nchi inaweza ikapata shida ya kiuchumi. Kwa waga benki kuu ndo mwenye kazi ya kuweza kupambana na hizo situation, kuhakikisha kama mfumuko wa bei ukiwa unatokea, wenyewe wanajua, wana vitu vyao vya kupima, ndo kama hivyo GDP, gross domestic product, wanajua, au CPI, wanajua kwamba sasa hivi wananchi wengi wana hela nyingi na bidhaa zimepanda bei, kuna mfumuko wa bei. Sasa ili washushe mfumuko wa bei au waondoe hela kwenye mzunguko, kwa sababu wananchi wakiwa wana hela nyingi alafu serikali haina hela, pia ni tatizo. Kwa hiyo ili kuweza kuweka mambo sawa, wenyewe sasa ndo wenye nguvu katika nchi yoyote ile, wenyewe ndo wana uwezo wa kushusha au kupandisha riba. Riba haipandishwi na rais wa nchi, sijui akae tu aseme nashusha riba. Anaweza kaongea labda kwenye kampeni, ila hana uwezo wa kushusha au kupandisha riba. Anayeshusha au kupandisha riba ni benki kuu. Kwa hiyo yeye akiwashushia riba mabenki ya kibiashara ndo wanakuja kuimplement kwa wananchi. Sasa hii situation yote iko hivi, kama bidhaa zinauzwa bei ya juu, bidhaa yaani kuna mfumuko wa bei, bidhaa zimepanda sana bei, na watu kwenye biashara, watu wengi manake kwamba wana hela, yani hela zipo mikononi mwa wananchi. Manake hiyo inasababishwa na riba kuwa ndogo. Riba ikiwa ndogo, riba maana yake ni kwamba ukikopa 100,000 unatakiwa urudishe shilingi ngapi benki, ndo riba hiyo. Kwa kama ukikopa 100,000 unatakiwa, kama ikitokea labda kipindi cha miezi mitatu watu imewekwa riba ya asilimia labda 10,
mtu akikopa 100,000 anatakiwa arudishe 100,000 na 10,000. Hiyo maana yake inawavutia watu wengi sana waende wakakope, kwa sababu mtu anarudisha kiasi kidogo, si ndio? Unanisikia vizuri? Nakusikia. Ehe, kwamba mtu akikopa labda 100,000 anatakiwa arudishe 100,000 na 10,000. Hiyo ni riba ndogo, hiyo inasababisha watu wengi wanaenda kukopa kwenye mabenki. Watu wengi, kwa sababu riba ya kurudisha ni ndogo. Watu wengi wakishaenda kukopa kwenye mabenki, watu wengi wanakuwa wanafanya biashara, wanakuwa watu wengi, hela inakuwa ipo kwa wananchi. Hiyo situation ndio inaitwaga inflation. Hela nyingi inakuwa ipo kwa wananchi, wananchi wanakuwa wana uwezo wa kukopa, wanakopa kwa sababu kiasi ya riba cha kurudisha ni kiasi kidogo. Sasa hiyo ikiendelea huwaga ni mbaya, nchi inaweza ikakolapse kiuchumi, katika masuala ya kiuchumi. Ikiendelea hiyo ni mbaya, haitakiwi. Kwa hiyo inatakiwa benki kuu akishaona hiyo situation, wanakuja kupandisha riba. Kama ilikuwa mtu akikopa 100,000 anatakiwa arudishe 100,000 na 10,000, wanapandisha sasa riba inakuwa labda 20% au 30%, kwamba mtu akikopa 100,000 anatakiwa arudishe 150,000. Kwa wakifanya hicho kitu, automatically watu wanapotea kwenda kukopa, watu wanakuwa hawaendi kukopa. Hapo sasa ndo wanakuwa wana minimize ile inflation, manake wanalazimisha watu wasikope, na kwa kufanya hivyo automatically hela inabaki kwenye mabenki, hela inabaki kwenye maserikali, wanaiondoa hela kwa wananchi, na wakiondoa hela kwa wananchi, hiyo ndo inaleta sasa ile bei prices zilivyokuwa zimepanda ovyo ama zilivyokuwa zimepanda kiolela, zinarudi katika price yake ya minimum. Yani wanafanya tu hiyo situation ndogo ambao automatically, na huwa sio kwamba eti wakifanya leo inaonekana leo, inachukua labda miezi 2-3 ndio inaanza kuonekana, kwa sababu hela inaanza kupungua kidogo kidogo. Ni kitu ambacho kinafanyika naturally. Kwa hiyo wenyewe ndio wanao control. Ndio maana wao kwa hicho kipengele tu cha kushusha na kupandisha riba wanakuwa wana kazi kubwa sana, na wanakuwa tunawastadi sana mabenki yote, benki kuu zote za nchi ambazo tunazitrade, tunakuwa tunazistudy tujue kwamba zimetangaza nini, zinafikiria nini, zinataka kufanya nini. Na riba sio kwamba inashushwa na kupandishwa kila siku, waga haifanyiki. Inaweza ikakaa mwaka mzima riba haijapandishwa. Kama Japani walikaa karibia miaka 5, riba yao ilikuwa ni 0.3, sijui 0 point ngapi. Inategemea pia na sera za nchi yenyewe na nini wanataka kuachieve katika mambo yao. Ila sasa hayo yote ni porojo tu ambazo nilikuwa nakwambia. Unachotakiwa kukijua hasa wewe ni jinsi gani sasa utapiga hela kulingana na hizi news. Na hapo ndo unapokuja sasa kwenye upande wa pili huko. Kwenye upande wa pili huko ndo tunakuja tunazitrade sasa hizi news. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, sio lazima wewe ujue sijui CPI ni nini na maana gani, hiyo haiwezi kukusaidia. Au G7 meeting, unaona huu ni mkutano wa nchi za G7. Lakini ni news ambayo haina umuhimu. Kwa hiyo hizi sio lazima uzijue, lakini unatakiwa ujue jinsi ya kuzisoma, muda gani, inahusu currency gani, ina umuhimu kiasi gani. Ikiwa na umuhimu mkubwa, hiyo ndo tunatembea nayo. Alafu hapa ndo news yenyewe. Sasa hii news yenyewe ndo ninapokuambia kwamba sio lazima uijue, wala sio lazima kwa sababu huwezi kujua kama Trump ataongea saa 10:30, wewe utajua nini? Ni kusubiri tu mpaka aongee, afu ndo utajua nini kitatokea. Ila hizi news zenye high impact, zenye rangi nyekundu, ambazo ndo zikitokea lazima bei ipande kwa nguvu sana ama ishuke kwa nguvu sana, hizi sasa ndo tunazokuwa tunazifuatilia. Kwa hiyo ni nini? Na mimi sijui chochote, sijui hii Federal Reserve ni nini, wala hii FOMC ni nini. Hii ni mikutano sasa ya Federal Reserve, wanaokuwa wanakaa wanaongea na waandishi wa habari ili kuwafikishia wananchi. Ila na kwamba mimi sijui yote hii. Nikitaka kutrade hizi, najua kwamba saa 3 inatoka hii news ya Federal Fund Rate. Sijui Federal Fund Rate ni nini au ni kitu gani, ila nataka ni trade. Sasa ndo unakuja huu upande wa pili huku kulia huku ndo tunapoweza kufanya sasa kupiga hesabu za kutrade. Tunaanza sasa kustudy upande wa kulia. Unanisikiliza vizuri? Unanisikia? Nakusikia. Tunaanza kuangalia sasa upande wa pili huku. Tulikuwa tunaangalia tu news hapa, jinsi ya kuisoma, muda na nini. Nakusikia. Haya, sawa, tunaendelea hapa. Sasa hapa tuanze na moja kwa moja tudili na hizi news zenye umuhimu mkubwa sasa. Kwa mfano labda hii hapa ambayo ishapita saa 3 ilikuwa saa 3 kamili GBP.
pound, ilikuwa inahusu pound. Hii ilikuwa ni CPI, Consumer Price Index, ambayo hii news inatoka kila mwaka, na ndio maana ina umuhimu, kwa sababu hiyo news ikitoka ilivyotoka leo mpaka mwakani tena ndio itakuja kutoka hii CPI. Ndio ukiona hii YY maana yake ni year, inatoka kila mwaka. Sasa hapa upande wa pili huko nataka tuangalie vitu vitatu ambavyo vinavyoonekana hapa. Kuna kitu kinaitwa actual, forecast. No, ni vitu viwili tu, actual na forecast. Umeviona hivi? Hivyo vi highlight hapa. Umeiona actual na forecast? Kama unanisikia nijibu. Halo? Unanisikia upo na mimi? Mbona basi sikuelewi? Nakusikia. Yaani unasikia na kujibu po. Umeona actual na forecast? Na kujibu huko na fika mtandao unakuwa unasumbua. Nimeiona mtandao unasumbua wewe kusikia. Kunisikia unanisikia na chat unaiona lakini. Sasa. Halo. Halo. Lakini nakuwa nikikujibu ndio uko inachoka kufika. Ila wewe mimi unanipata fresh. Haya poa. Basi hapa nakusikia. Haya poa, sasa tunaendelea. Wewe mimi nakupata fresh, lakini wewe nakuamini nikiongea huko wewe unachoka. Okay, nishakuelewa. Sawa. Basi nipo hapa sasa, tunazungumzia actual na forecast. Unaona huku kuna details nyingi, wewe nisikilize tu, kama unanisikia basi nisikilize tu, mimi nitakuelezea tu. Huku upande wa kulia ambao ndo news hiyo tunaendelea kuisoma, kuna details nyingi, lakini details tunazozifuatilia ni actual na forecast. Forecast waga inatolewa mapema sana, inatolewa na wanaotoa hizi nimekwambia ni serikali za nchi mbalimbali. Kama hii inahusu Audi, imetolewa na serikali ya Australia. Hii inahusu GBP, imetolewa Uingereza. Inahusu Euro, imetolewa na Umoja wa Ulaya. Inahusu CAD, imetolewa na Canadian, nchi ya Canada. Hii ni Canadian dollar. Hivyo kwa hiyo hii forecast waga inakuwepo mara zote. Na forecast ni nini? Forecast ni kwamba, kwa sababu hii ni news ambayo inatakiwa itolewe namba, itoke namba ambayo inakuja kutangazwa. Kwa mfano, kabla tujaanza kuzungumzia hapa, kwa mfano hapa news ya employment ambayo unaweza ukaielewa kwa urahisi. Kuna news tutakutana nayo inaitwa employment, ajira. Kama watu wakiajiriwa wengi kwenye nchi, hiyo ni nzuri kwa pesa ya hiyo nchi, kwa sababu watu wengi wakiajiriwa, maana yake watu wengi watakuwa wana kipato na watu wengi watafanya manunuzi. Watu wanaofanya biashara watauza bidhaa, kwa sababu watu wengi wanaajira, wanapata mshahara, wananunua bidhaa, wanafanya manunuzi. Kwa hiyo waga siku zote employment inatangazwa kila mwezi. Hapa sasa tunazungumzia nchi za mbali, mdogo wangu, yaani mawazo ya Tanzania futa kabisa, huwezi kunielewa ukiwa unaifikiria Tanzania hapa. Nchi hizo za wenzetu, hiyo kitu kama employment waga ni data ambayo inatangazwa kabisa na Wizara ya Ajira kila mwezi. Wizara ya Ajira inatangaza watu wote wameajiriwa, watu kwa mwezi huu wameajiriwa watu wangapi. Kwa kama kwa mwezi huu wameajiriwa watu 200, alafu 200 ni namba ndogo sana. Mwezi huu wameajiriwa watu 200,000, alafu tunasubiri mwezi ujao wakiajiriwa watu 400,000, maana yake watu wameongezeka, watu waliopata ajira wameongezeka. Maana yake hiyo inatuashiria kwamba kwanza tunaangalia katika nchi gani, nchi ya Marekani, kwa tunajua isa dola itapanda thamani kwa sababu ile kwamba employment, watu wakiajiriwa wengi, manake hela lazima ipande thamani, kwa sababu watu watakuwa wana nguvu, ile tunaita purchasing power, nguvu ya kufanya manunuzi sokoni katika nchi. Hizo ndo fundamental. Sasa yani fundamental ni uchumi, yani hapa tunaangalia uchumi wenyewe. Kwa watu wakiajiriwa wengi, na kinyume chake kwamba kama mwezi huu watu wameajiriwa 100,000, alafu mwezi ujao wakaajiriwa watu 50,000,
Maanake inaonyesha idadi ya watu walioajiriwa imepungua, na hao watu walioajiriwa ndio watu wanaofanya manunuzi, wanaonunua na wanaoisambaza hela na wanaosababisha wafanyabiashara wanauza, na biashara zinavyokuwa zimeshamiri, zimependeza, zinaendelea, ndo currency, uchumi wa nchi unavyopanda. Kwa lugha nyingine, ile thamani ya pesa ndo inapopanda. Lakini kwa ikiwa hivyo, maanake tunajua kabisa kwamba mwezi uliopita watu wameajiriwa wengi, afu mwezi huu watu wameajiriwa wachache, tunajua dola itaenda kushuka thamani kidogo. Ndani ya muda mfupi, inaweza kachukua wiki, inaweza kachukua wiki mbili, wiki tatu, lakini lazima ishuke thamani kwa sababu ya hiyo data iliyotoka, na matrader wote wanaiona na wanaijua, dunia nzima wanajua hii inaashiria nini, na wanaenda kufanya kitu ambacho wanatakiwa kufanya. Umenipata? Kwa hiyo kama ikiwa hiyo employment, sasa ndo tunarudi sasa kwenye hii swala nilikuwa nalizungumzia la forecast. Kama ikiwa ni data kwa mfano yoyote ile, iwe employment, iwe CPI, iwe nini, huwa kunakuwa kuna forecast ambayo inatolewa mapema sana mwanzoni kabisa, ambao forecast wewe hauna shida nayo na utaikuta. Forecast maana yake inaashiria kwamba hiyo data wenyewe au wataalamu wa uchumi katika hiyo nchi yao wameforecast, yani ni kama vile wamepredict, lakini sio kupredict kwa kukaa kufumba macho, wanapredict kwa kisomi, kitaalam, kiuchumi, kulingana na uchumi wanavyouona na kila kitu. Wanapredict kwamba itakuwa ni kiasi fulani itakavyotoka. Hiyo ndio inaitwa forecast, ambayo itakuwepo na utapewa na haina shida. Itakuwepo yani muda wote inakuwepo. Na kama hapo umenotice, utaona hapa forecast ipo kote paka chini. Hizi news zote zina forecast, isipokuwa hizi news za chini kabisa ambazo hazina forecast, nitakuja kukuelezea kwa nini. Ila zote hizi zina forecast, ambao ni namba ambayo utaikuta. Yani wewe kazi yako ni kusoma tu, yani unisikilize kwa makini hapa. Wewe ufanye hesabu zozote wala ufanye chochote, kazi yako ni kusoma data na kutafsiri data. Na hizi data ndo zinazokuambia, ni kama vile unafanya technical analysis, unapima, unatafuta support level, resistance level na nini. Hizi data zinakuambia kwamba hiyo hela yako unataka kuitrade, je, itashuka au itapanda, kulingana na hizi data. Kwa forecast unapewa na hao wataalamu wa uchumi katika nchi zao, wanakuwa washaitoa moja kwa moja, wamekaa wamepredict kwamba itakuwa hivi. Ila sasa tunakuja hapa kwenye actual, vitu viwili hivi ambavyo tunavyovitumia, forecast na actual. Actual sasa, hii ndo namba yenyewe unavyoambiwa hapa kwamba saa 5 itatoka hii news, itatoka saa 6. Hiyo saa 6 ndo inakuja kwenye actual, kwamba hii walipredict, lakini imekuja sasa namba halisi. Kwa kifupi, kuna namba mbili. Forecast ni namba ambao wataalamu wa uchumi wanakaa wana predict kwamba itakuja, kama ni trade balance, wana predict kwamba itakuwa ni kiasi fulani, na sio tu wana predict kibwege, wana predict kwa kuangalia data iliyopita. Ni wataalamu wa uchumi hawakumbuka, kwa wanaangalia data zilizopita, na ndio maana mara nyingi huwa hawakosei sana, yani huwa zinaenda sambamba. Ikija actual inakuwa haiko mbali sana, labda kuwe kuna kitu kingine ambacho kitaleta utofauti, unaona. Kwa hiyo actual ndio namba yenyewe ambayo tunayoisubiri. Kwa hapa ninavyokuambia, tunasubiri news itatoka saa 11:30, maana yake tunaisubiri actual, sio kama unapata point yangu hapo. Tunaisubiri news hii ya euro itatoka saa 7:50, maana yake tunaisubiri actual ndio itakayokuja kutoka. Kwa mpaka sasa hivi hizi actual zilizopo, maana yake hizi news zishatoka tangu siku ya leo ilipoanza. Unaona, zimeshatangazwa hizi zote hizi mpaka kufikia hapa saa 5. News ya mwisho ilikuwa saa 5 ambayo ilikuwa inahusu GBP HPI. Hata sijui ni news gani, lakini haina umuhimu kwa sababu inaonekana impact yake ni low impact. Kwa kuanzia sasa hivi, sasa hapa tumebakiwa na G7 meeting ya G7 ambao ndo bado actual yake haijatoka huko. Sasa tunaangalia hizi ambazo hazina actual. Jinsi ya kutrade ni rahisi sana. Jinsi ya sio kutrade hapa, jinsi ya kusoma hizi data na kwenda kwenye chart za kutrade. Unavyoisoma hii data hapa, maana yake unatakiwa uangalie ina kawaida gani hiyo news, ikitokea waga inaleta nini, inasababisha nini sokoni. Yaani kuna vitu viwili tena hapo kwenye actual. Actual inaweza ikawa kubwa kuliko forecast ama inaweza ikawa ndogo kuliko forecast. Na actual siku zote ikiwa kubwa kuliko forecast, hiyo ni nzuri kwa hiyo currency. Maana yake hiyo currency inaenda kupanda thamani. Na actual ikiwa ndogo kuliko forecast, hiyo ni mbaya kwa hiyo currency. Maana yake hiyo currency inaenda kushuka thamani.
Kwa hiyo unaangalia wewe kwenye forecast na actual. Nakuja saa hapa kwa mfano kwenye hii hapa final score CPI ya Euro ambayo saa 6. Unaona hii wameweka tayari forecast kwamba ni 2.5. Hiyo ndio forecast. Maana wataalamu wa uchumi washapiga hesabu wakaona kwamba itakapotoka CPI ya mwaka huu itakuwa ni 2.5. Wametumia data zilizopita, wameangalia kwamba miezi iliyopita, miaka iliyopita, wamefuata hiyo trend yake na wakajua kabisa kwamba itakuwa ni 2.5. Lakini hii ni wamepredict, wameforecast wao wataalamu wa uchumi, ila hapa kwenye actual itakuja kutangazwa sana kitengo husika cha serikali. Kwa kama ni kitengo cha mambo ya ajira ndio wenyewe ndio watatangaza, ndio kwa actual. Kama ni kitengo cha uchumi na biashara wenyewe ndio watatangaza utakapofika muda huu alokuambia saa 6 kamili ikifika ndio tutatangaza, ndio inakuja actual. Kwa hapa kwenye actual sasa na forecast unasoma namba, forecast ni ngapi? 2.5. Actual ikiwa kubwa kuliko 2.5 hiyo ni nzuri kwa currency, na actual ikiwa ndogo kuliko 2.5 hiyo ni mbaya kwa currency. Hiyo tu detail tayari inakufanya wewe unaenda ku trade vizuri. Sasa ili kuithibitisha zaidi, tuje sasa hapa kwenye Federal Funds Rate. Hapa news ambayo ina umuhimu mkubwa sana, ambao forecast ni 3.75. Kuna hii detail hapa, hizi detail hapa katikati, hizi kabla ya kufika kwenye actual, hizi ndo zinakuonyesha kwamba unatakiwa ufanye nini endapo kama actual itatoka. Ina kawaida gani hii news? Sababu hizi news tangu miaka ninavyokuambia, tangu trading ilivyoanza mpaka leo zinatoka, zinajirudia. Unavyoona kama ya kila mwaka inatoka kila mwaka, ya kila mwezi inatoka kila mwezi, ya kila wiki inatoka kila wiki, tangia trading ilivyoanza mpaka leo. Kwa kuna data nyingi sana ambazo tayari zipo, unaona. Kwa kama kwenye detail ndo kunapoonyesha kwamba hiyo news ina kawaida gani ikitolewa, kwa sababu hivi vitu sio kwamba vipya, watu wanajua ikitoka hii news ya finals core labda CPI, actual ikiwa ndogo huwa inaashiria nini na actual ikiwa kubwa inaashiria nini, unaona. Kwa hiyo ili kudhibitisha ndo utabonyeza hapa kwenye detail, utabonyeza kwenye detail hapa, afu utakuja kuangalia kitu kinaitwa usual effect hapa. Usual effect maana yake ni matokeo yake ya kila siku. Hii news inapotangazwa waga inatokeaje? Je, ni actual ikiwa kubwa ndio inakuwa nzuri kwa currency, ama ni actual ikiwa ndogo ndio inakuwa nzuri kwa currency? Umeona? Na hapo tunasoma sasa pamoja. Actual greater than forecast is good for currency. Maana yake actual greater than forecast, actual ikiwa kubwa kuliko forecast ni nzuri kwa currency. Wameishia hapo tu kwa sababu hao ni watu wa uchumi, hawakutafuni kila kitu. Maana yake hapo wewe utajiongeza wewe mwenyewe kinyume chake. Actual ikiwa less than forecast is bad for currency, kwa sababu wenyewe wamekupa upande mmoja wa coin, upande mwingine utautambua wewe mwenyewe. Kwa hapa tayari unakuwa ushajua kwamba actual haijatoka, hii news bado haijatoka. Lakini endapo hii news itatoka, ni kwamba natakiwa niangalie tu namba, nisome tu namba na niwe faster. Ikitoka ikiwa 2.6, hiyo ndio kubwa kuliko forecast. Forecast ni 2.5. Kwa hiyo kuanzia 2.6, no, kuanzia 2.51, 2.52, 2.53 kuendelea, lakini 2.6 ndio ina make sense, utaelewa vizuri. Kwa hiyo ikitoka hapa ukaona imekuja hapa 2.6, maana yake ni currency hiyo ndio itakayoenda kupanda thamani, ambao ni currency gani? Ni euro. Si umenipata mpaka hapo? Euro ndio. Kwa hapo unakuwa umepata jibu moja kwamba euro itaenda kupanda thamani, currency moja inaenda kupanda thamani. Sasa ndio unatoka na hii data yako hii ya currency moja inaenda kupanda thamani, unakuja kwenye pair zako unazozitrade. Kwa euro kwa mfano unaweza kuwa na trade euro USD. Kwa unaenda kwenye pair ya euro USD, sasa unaenda kwenda kwa wewe tayari information unayo kwamba euro atapanda thamani. Kwa unaenda kwenda kwenye euro USD kwenda kuangalia unafanyaje ili kuhakikisha kwamba una trade katika mlengo ule ule kwamba euro anapanda thamani. Hapa kuna kitu kimoja, ngoja tuende kwenye chart tena, kwa sababu pia hii information kutoka nayo huku kuipeleka kwenye chart kule waga pia watu wengi na wachanganya. Kwa hiyo tuende kwenye chart kwa mfano.
Twende kwenye hiyo hapo Euro USD. Euro USD. Hii hapa ndo Euro USD. Sasa hii ndo pair Euro USD, na katika hii pair inaunganisha currency mbili. Tuna euro ambayo ni pesa ya Umoja wa Ulaya, afu tuna USD pesa ya Marekani. Lakini information uliotoka nayo kule ni kwamba euro ndo atakayepanda thamani. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba actual imekuja kubwa na fundamentals zinasema kwamba euro atapanda thamani. Kwa hiyo unafanyaje sasa ukishakuja kwenye chati, kwa sababu kule umetoka na currency moja, lakini ukija huku unakuja kutana na pair, atutrade currency moja. Kumbuka hilo. Hauwezi, haiwezekani, haijawahi kutokea ukatrade currency moja. Currency zinatradiwa zikiwa mbili, tena za nchi mbili tofauti, ndio inaitwa pair. Kwa lazima ziunganishe nchi mbili tofauti, ndio tunapata ile difference, kwa sababu hizi currency, hizi pesa zina trade against each other. Kama pesa moja inapanda, nyingine lazima iwe inashuka, ndio pair, ndio maana ya pair hii. Yaani hakuna namna kwamba eti pair ya euro USD, euro inapanda na USD inapanda, haiwezekani. Zina trade against each other. Sasa unajuaje? Hapo inabidi sasa tu uelewe connection iliyopo kati ya pair na hii chart, kati ya pair yako na chart yako hii, ili ile information kutoka kule kwenye news ifanye kazi. Usisahau ile information kwamba actual tuna assume tumepata ni kubwa pale, kwamba ni 2.6, asilimia 2.6 ambayo inaihusu euro. Kwa tunajua euro ndio itakayopanda thamani, lakini hatuna taarifa yote kuhusu USD. Hatujui chochote kuhusu USD, na huenda hatujaona news yake. Kuna news moja tu ya euro, hiyo moja ya euro kwamba itapanda thamani, ndio tunaoichukua tunakuja nayo hapa. Sasa weka pending hizo taarifa zote kwanza. Tunaanza sasa kuangalia kitu kingine kipya kabisa hapa, kwamba tuna connect vipi hii pair na hii chart ili kusaidia wewe uweze kutrade utakavyotoka na taarifa zako huko. Na connection iliyopo hapa ni kwamba hii chart aidha itapanda au itashuka. Kama ikiwa inapanda, itakuwa inapanda namna hii. Hasa siku zote ukifungua chart yoyote ile, sio tu lazima iwe euro USD au nini, siku zote ukifungua chart yoyote ile, yani hapa nikikupitisha lashalasha utanisumbua baadaye. Nataka pair au tuseme currency. Nasema kwamba hizi currency tunazozitrade zinakuwa mbili, lazima ziwe mbili, ndio inaitwa pair moja. Sasa zinakuwa hivi: euro USD, GBP USD, bla bla bla. Kitu kimoja ambacho cha kukielewa, kuna currency ya kwanza na currency ya pili. Tuchukulie mfano wa euro USD. Euro USD, hiyo ndio pair moja hii. Hii ni pair moja, euro USD. Tuna currency moja ambayo ni euro na currency ya pili ambayo ni USD. Sasa hapo kwenye currency ya euro na USD, hii ndio pair ambayo tunaitrade against each other. Manake siku zote kwanza euro hii pair euro USD, euro akiwa anapanda ujue lazima USD anakuwa anashuka automatic, na USD akiwa anapanda euro anakuwa anashuka. Haiwezekani wote wakaenda sehemu moja, haiwezi kuwa pair, na isingewezekana hii chart kwenda hivyo, huwa wanaenda against each other. Na ndio maana kama hapa inapanda, tunasema kwamba euro USD inapanda. Kama hapa ikiwa inapanda thamani, tunahitaji hii pair inapanda thamani. Sasa kwa nini tunasema euro USD inapanda thamani? Ndio hapa nataka nikupe mchanganuo wake hapa. Tuna currency mbili ambao mchanganuo huu utautumia kwenye pair yoyote ile, pair zozote zile utakazotaka kuzitumia. Kwa hiyo euro USD hapa kuna kitu muhimu sana ambacho
pair ya kwanza itakayokaa hapa, haijalishi ingekaa euro, ingekaa sijui JPY ama ingekaa Bitcoin ama chochote kile, hii pair ya kwanza huwa inaitwa COT. Base hii pair ya kwanza siku zote huwa inaitwa base, alafu currency ya kwanza kwenye pair, currency ya kwanza inaitwa base na currency ya pili inaitwa COT. Currency ya kwanza inaitwa base, ya pili inaitwa COT. Unanisikia vizuri eh? Hello? Nakusikia vizuri, Haya, nakusikia vizuri. nisikilize vizuri sana hapo. Usiponielewa hapa utapata tabu sana. Currency ya kwanza inaitwa base, currency ya pili inaitwa COT. Hapa hata kama ukimtoa euro USD ukaleta pair nyingine, labda ikaitwa JPY alafu NZD, New Zealand dollar, pair ikiwa ipo ni hii, automatically hii ya kwanza iliyoanza mwanzo inaitwa base na itakuwa base, na hii ya pili inaitwa COT na itakuwa COT. Kwa hiyo kwa sababu tushaelewana, ya kwanza inaitwa base, nafuta sana, rudisha huyu euro USD. Sasa siku zote kwa hapa namzungumzia base na COT. Sasa ushanielewa, base ni hela ambayo inakaa mwanzoni na COT ni hela ambayo inakaa mbele yake. Kwa hiyo ili uelewe vizuri huu mchanganuo, tunaziondoa hizo currency, tunaizungumzia base na COT, na hii ni topic kabisa, yani base na COT. Sasa base na COT ndo hapa tukiwa tunaangalia, euro ni base, USD ni COT, na hawawezi kwenda upande mmoja, never, hata siku moja haiwezekani utakaelekea upande mmoja. Haitokuwa trade, haitoitwa trading, kwa sababu tukirudi kwenye maana ya trading ni nini? Trading ni mabadilishano ya fedha mbili za nchi mbili tofauti, mabadilishano kulingana na thamani ya hizo pesa zenyewe. Kwa kama Tanzania na Kenya, kwa sababu hela huwezi kuinunua hela, yani hakunaga biashara ya kutumia hela afu kuinunua hela. Hela inabadilishwa na hela kulingana na thamani. Kama hela moja thamani yake ni kubwa na hela ya pili thamani yake ni ndogo, zinabadilishwa kulingana na thamani zake, na hiyo ndio inaitwa trading. Ni tofauti na ukiwa unanunua bidhaa, labda unatumia hela kununua bidhaa, unanunua gari na nini, hiyo utakuwa unafanya manunuzi tu ya kawaida. Lakini ukiwa unatumia hela kununua hela nyingine ya nchi nyingine, hiyo lazima iwe trading, unabadilisha. Au kama mtalii akitoka nchi za Ulaya akaja na madola yake akija Tanzania hapa, lazima afanye trading, ila hawezi kufanya trading kama ya kwetu sisi. Ataenda benki kuzibadilisha hela zake, ataenda kuwapa USD labda na USD 300,000 atawapa ili wampe TZS hela za Kitanzania, na wenyewe watampigia hesabu ya hizo 300,000 zake kwamba USD moja ni sawa na shilingi ngapi ya Kitanzania, alafu anapiga hesabu ya 300,000, hizo USD 300,000 itakuwa ni sawa na shilingi ngapi ya Kitanzania, alafu anampa ile shilingi ngapi ya Kitanzania. Hiyo maana yake ni nini? Hiyo ni trading. Kwa hiyo base na COT, base akiwa anapanda COT anakuwa anashuka, na ukifungua chati yako siku zote ukiona chati inaelekea juu, chati ikiwa inaelekea juu kama namna hii, maana yake hapo base anapanda thamani alafu COT anashuka thamani. Hapo nielewe vizuri sana, kwa sababu